Nishukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema mpaka kufika siku ya leo. Mimi nasema namshukuru Mwenyezi Mungu, kwa lugha moja tunasema amen. Bwana, nataka tuzungumzie bwana mechi ya ligi kuu Tanzania bara maarufu kama NBC Premier League imeendelea tena hapo jana. Uliona muamuzi alichokichezesha ndani ya dakika 90? Jana kwa mara ya kwanza watu wamepiga dakika 125. Mimi siku zote kama ninavyokuwa nasema kwamba kwenye nyeupe tuweke nyeupe, kwenye nyeusi tuweke nyeusi, kwenye mchanganyiko tuweke mchanganyiko. Unasema kuna mchanganyiko? Yes. Mimi kwa mara yangu ya kwanza mpaka umri huu naufika, umenielewa? Ndio kwa mara ya kwanza nashuhudia kwenye ligi yetu nashuhudia zinaongezwa dakika 15 kwa mara moja. Yaani kwa mara moja kibao kinanyanyuliwa cha dakika 15 kwa mara ya kwanza kwa umri huu naofika kwenye ligi yetu. Pia kwenye ligi ambazo zimeendelea zenye viara nimeshashuhudia hizo dakika kwa sio kwa mara nyingi tena, kwa hapa karibuni kwenye nchi ambazo zimeendelea katika mpira. Kama zipi? Kwa mfano England, umenielewa? Ligi ya England, ukizungumzia nadhani la Liga bado sijaiona. England ya sasa tujikita hapo. England ndio nimeshaishuhudia, kwa nafikiri nitasahau mechi ipi nilishuhudia dakika 15 zikionyeshwa kwa mara moja. Lakini kwa Tanzania hatuna viara, kwa mara ya kwanza naenda kushuhudia kibao cha dakika 15. Kwa mara ya kwanza naenda kushuhudia kibao cha dakika 15. Hii ni maajabu. Hiyo ni robo saa ya mchezo. Robo saa ya mchezo. Kama tungekuwa tuna knockout stage, zile ndio huwa zinaongezwa dakika 15, tunakuja dakika 15 kipindi cha pili. Sasa tunakuja kuzungumza kwamba kwa jana tumeshuhudia mechi ambayo imeenda dakika zaidi ya 120. 125 tukipiga hesabu. 6 alizoziongeza mwamuzi akachezesha 10 za kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili akapiga 15. Yes, na ndio maana nimesema kwa mara ya kwanza kwenye ligi yetu nimeshuhudia mchezo ambao umeongozwa kwa dakika 120, zaidi ya dakika 120. Umenielewa? Sasa unajiuliza kwamba hii ilikuwa ni NBC Premier League au ni FA? Umenielewa? FA ndio kuna kanuni ambazo zinaruhusu kuongezeka kwa muda ili kufanyaje, kuamua kupata mshindi. Umenielewa? Kupata mshindi. Sasa kwa matokeo ya jana, kwa mchezo wa jana, hii ni fedheha kwenye ligi yetu. Hii ni fedheha kwa ligi yetu. Kwa nini nasema ni fedheha kwa ligi yetu? Sisi tunatangaza ligi yetu imekuwa ya 5 kwa ubora barani Afrika. Ligi yetu tunaitangaza kuwa nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika. Halafu tunaenda kushuhudia madudu ya namna hii. Madudu tena? Yes. Mimi naomba niweke wazi. Inawezekana kuna kila sababu ya kuchunguzwa kamati yetu, ile kamati ya waamuzi. Umenielewa? Kamati ya waamuzi ina kila sababu ya kuchunguzwa. Inawezekana waamuzi wanaochezesha baadhi ya mechi wanabeti hadi mechi za Yanga. Inawezekana pia, naweza nikalisemea kwa sababu kumekuwa na malalamiko pande zote. Umenielewa? Ila baadhi ya waamuzi wanaochezesha baadhi ya mechi inatakiwa wachunguzwe, aidha wanajihusisha na vitendo vya kubeti. Inawezekana moja kwa moja nahusika na michezo ya kubeti, na ndio maana wanafanya maamuzi ya kwao sio kwa kufuata kanuni na sheria zile 17 za mchezo. Yes. Hii lazima tuwekane sawa na Watanzania tuelewe, kama sisi tunapenda mpira na ndani ya watu wanaopenda mpira wapo wanaojihusisha na mchezo wa kubeti, kwa sababu imekuwa kama ni sehemu ya kukomboa au kujipatia kipato cha ziada. Umenielewa? Na tumeona wapo ambao wamefanikiwa kupitia kubeti. Si sahihi? Sasa inawezekana baadhi ya watu wachache wanaohusika kuwaumiza wale watu wanaojihusisha na michezo ya kubeti. Sasa hiyo swala la kamati ya waamuzi lichunguzwe. Kwa mfano mchezo wa jana, yule mwamuzi wa jana nalifaa kwa mwamuzi wa jana. Huyu mwamuzi wa jana sio mara ya kwanza tunashuhudia anafanya makosa namna hiyo. Sio mara ya kwanza tunashuhudia anafanya makosa ya namna hiyo. Tulishashuhudia dhidi ya Tabora alitoa penalty ya kijinga sana na Simba akapata matokeo.
akapata ushindi. Tunakuja tulishuhudia mchezo dhidi ya JKT, alitoa penalty dakika za mwisho kwa maamuzi ya kijinga sana, na Simba akapata matokeo, tunamaanisha ushindi wa alama pointi 3. Lakini haitoshi, huyu mwamuzi alikuja kuchezesha mchezo dhidi ya Coastal Union, Simba dhidi ya Coastal Union ya 2-2 pale KMC. Tunashuhudia KMC Coastal Union amesawazisha, wanaenda kutafuta goli la 3, wanamaliza mpira. Sasa nilikuwa goli. Ngoja, wote wa Tanzania tunapenda mpira, wote tunafuatilia, tunajua timu pinzani ikiwa kwenye hatua za ushambuliaji kwenye lango la pinzani, refa haruhusiwi kumaliza mpira. Ni sawa na pigo la penalty, unaamuru vipi mpira uishi? Hata dakika zikiwa zimeisha, pigo la penalty lazima lipigwe. Umenielewa? Hata dakika zikiwa zimeisha. Umenielewa? Ndio maana kwenye sheria ya muda kwa mwamuzi inasema referee haruhusiwi kupunguza muda ulioongezwa, bali anaruhusiwa kuongeza. Kwa hiyo tukubaliane ya kwamba kipindi ambacho Mashujaa walikuwa wakijilaza ndani ya uwanja, mwamuzi alikuwa na haki ya kuongeza zile dakika, ndio maana zikaongezwa hizo dakika 15 za nyongeza. Nataka nikwambie kitu kimoja, ndani ya dakika 15 walizoziongeza, mpira alikuja kumaliza baada ya dakika ngapi? Dakika zilizotimia kama. Ngoja kwanza, alikuja kumaliza dakika ngapi? Na wote wa Tanzania tunajua. Ngoja, mpira ulimalizika baada ya Simba kufunga goli la pili. Uongo kweli? Simba alifunga goli la pili ndani ya dakika 15 au nje ya dakika 15? Nje ya dakika 15. Zimeshaongezwa dakika 15, zimeisha. Ikaenda kutokea ile ndo penalty. Tukiwa tunazungumza dakika tayari tunaenda dakika 17. Linatokea pigo la penalty. Ndio anaenda kupiga nini? Penalty. Baada ya kupiga ile pigo la penalty, unarudi mpira kati na maliza mpira. Kwa nini asingemaliza ndani ya dakika 15? Kwa nini asingemaliza dakika 16? Mpaka akasubiri kutafuta pigo la penalty. Uone ni mazingira haya. Nataka nikwambie, ndio kwa mara ya kwanza ligi yetu mimi nimeshuhudia mwamuzi anamnongoneza mchezaji kwamba kajiangushe. Mwamuzi anamnongoneza nani? Mchezaji kajiangushe. Ukishajiangusha karibu na penalty na penalty zone, mtafunika penalty. Mwamuzi yule dada Kibendera, wakati pigo la penalty la kona linatokea, alikuwa anamwambia nini Shomari Kapombe? Alikuwa anamwambia nini Shomari Kapombe? Wewe ulisikia? Ngoja, tumesoma communication. Alivyokuwa yuko hapa na Shomari Kapombe yuko hapa, anataka kupiga mpira wa kona, alikuwa anamueleza nini yule mwamuzi kwa Shomari Kapombe? Na within few minutes inatokea pigo la penalty. Na yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kusema hiyo ni penalty. Anamshinikiza mwamuzi wakati. Na yule dada ni shabiki wa Simba. Anajiunga toka 2012. Kibendera. Yes. Na picha zake tunazo. Nini shida? Kwa sasa tunakoelekea ligi inakuwa inakosa mvuto, inakosa ubora. Tunasemaje ligi yetu ni nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika? Simba ndo kama ngoja kwa nini tunakuwa tunazungumza vitu vya namna hii? Makosa kwa waamuzi hatukatai, yanakuwepo ya kibinadamu. Na ndio maana nchi zilizoendelea zikaona kuna kila sababu ya kuleta viala ili iweze kufanyaje kumsaidia baadhi ya matukio ambayo amefanya makosa kwenye kuyaamua. Sasa jana tunahitaji kwamba tuweke viala pale. Jana tunahitaji yale matukio kuweka viala. Ipo. Ngoja, viala inatumika kwenye nini pale? Sile tu tunaliwa. Ngoja sikiliza. Ndio maana nakuuliza. Refa ameongeza muda. Kuongeza muda haimzuii kulingana na yeye muda wake unavyotaka, lakini penalty inayotokea dakika za mwisho mara nyingi huwa inakuwa ni busara ya mwamuzi. Umenielewa? Kwa hiyo pale mwamuzi ametumia busara yake. Ngoja, pale ametumia busara yake kwamba ngoja niwasaidie Simba. Umenielewa? Ngoja wasaidie Simba kuhakikishia wanapata alama ngapi? 3. Ule sio mpira. Ule tunazungumza ni unazi katika mpira. Unazi tena. Unazi katika mpira. Naomba tuelewane. Ule ni unazi katika mpira.
Sasa tukienda kwa staili hii, ligi yetu tunapoteza mvuto.